Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Jioni ya leo tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na yafuatayo. Mtazamaji, ambapo bodi ya nyama Tanzania sema itaendelea kushirikiana na wadau wa mabucha katika kuzalisha huduma na kuzalisha bidhaa bora za nyama ambazo zinakidhi soko la ndani na nje ya nchi. Kwa hayo na mengine mengi, basi nikusihi ungane nami hadi tamati. Na mtazamaji, unaweza pia kufuatilia matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Play Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania. Unaweza pia kufuatilia kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno Habari Star TV. Mimi ni Bernard James. Karibu na tuwe sote. Na moja kwa moja mtazamaji, tuanze na habari za kitaifa, ambapo Jumuiya ya Afrika Mashariki imesaini mkataba wa kupokea euro milioni 5 kutoka serikali ya Ujerumani kupitia benki yake ya maendeleo KfW, ambazo zitasaidia katika kukabili magonjwa ya mlipuko ukiwemo ugonjwa wa Mpox na Ebola. Tupate taarifa zaidi. Ni katika makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambapo kunashuhudiwa utiliaji saini wa mkataba wa ufadhili wa fedha za kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, ambapo katibu mkuu wa jumuiya hiyo Balozi Steven Mbundi anabainisha tayari wamepokea magari yenye vifaa tiba na maabara itakayosaidia kukabiliana na magonjwa hayo. Msaada mkubwa sana kutoka serikali ya Ujerumani katika kukabiliana au kuimarisha jitihada zetu za kukabiliana na magonjwa na pia kuimarisha huduma za afya. Leo tutasaini mkataba wa kupokea euro milioni 5 kwa ajili ya kukabiliana na magonjwa ya mlipuko wanaita Mpox wataalamu. Hiyo, lakini sio hivyo tu, serikali ya Ujerumani pia imetoa euro milioni 3 kwa ajili ya kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika eneo letu. Tunawashukuru sana kwa hilo. Kama Jumuiya ya Afrika Mashariki naomba niseme kwamba hatukulala. Tayari tumeshapeleka magari 10 yenye maabara za kisasa katika nchi za Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Rwanda, Sudani ya Kusini, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Uganda. Haya magari yana kila kifaa kwa ajili ya kuwezesha watu wenye dalili za ugonjwa, na pia kutakuwa na wataalamu watakaosimamia matibabu. Kwa upande wake, kaimu balozi wa Ujerumani nchini Tanzania anabainisha kuwa ushirikiano baina yao na jumuiya hiyo ni endelevu, ambapo wanatamani kuona mtangamano huo unatekeleza miradi endelevu ya kupambana na magonjwa hayo. This project found its life at a time where Ebola was in the region and where the EAC took the decision to fight in a long-term manner against Ebola. And what was so nice in this project is it was not only giving a kind of support in terms of material, it also included a training of the lab officers in Germany at Bernhard Nocht Institute, so that all the lab officers working with these labs in all the EAC countries have exactly the same training and are able to implement this work. Aidha, serikali ya Ujerumani imekuwa ikitoa ufadhili kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika nyanja mbalimbali ikiwemo afya, uchumi na miundombinu. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Serikali imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato jijini Dodoma unatarajiwa kuanza kutumika ndani ya mwezi Septemba mwaka huu, hatua ambayo itaimarisha usafiri wa anga na kulipa hadhi zaidi jiji la Dodoma ambalo ni makao makuu ya nchi. Taarifa ya Beni Moipaja inasomwa studio.
Akizungumza wakati alipotembelea mradi huo, Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema ujenzi wa uwanja huo umefikia hatua za mwisho, ambapo miundombinu mikubwa ikiwemo njia ya kuruka na kutua ndege pamoja na maeneo ya maegesho ya ndege imekamilika kwa kiwango kikubwa. Na uko tayari kwa ajili ya kutumika. Nilikuwa nasema kwamba kuna kitu ambacho hakisemwi vizuri, hakijasema kinavyopaswa, ni kwamba pengine uwanja huu unaweza ukawa ni moja ya viwanja vikubwa kabisa hapa Tanzania. Njia yake ya kurukia ya kilomita 3.6 ni miongoni kwa vyote vile kwa sasa hivi mwa njia refu kabisa ndani ya Tanzania. Maegesho tumeambiwa kuna square mita za mraba 111.6, nazo ni katika maegesho makubwa, na kwa hivyo uwanja utakapoanza kazi na utategemea utachangia sio tu haiba ya makao makuu ya Tanzania, lakini vile vile kushajiisha usafiri wa anga, hasa ikiwemo na utalii kwa hapa Dodoma. Jengo lenyewe tulosimama hapa uwezo wake ni abiria 1,500,000 kwa mwaka, nao sio dogo. Aidha, Balozi Omar amesema mradi huo pia unahusisha ujenzi wa mnara wa kisasa wa kuongozea ndege wenye urefu wa mita 56.2, jengo la zimamoto la kiwango cha kimataifa, majengo ya kuzalisha umeme na jengo la hali ya hewa lenye vifaa vya kisasa vya usimamizi wa usafiri wa anga. Kwa upande wake, Naibu Waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya amesema kuwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato ni miongoni mwa miradi muhimu ya kimkakati na ya kielelezo inayotekelezwa nchini chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi kama Wizara ya Ujenzi tunasema tunakuwa na bahati ya kuwa sehemu ya kumsaidia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, na nadhani moja ya vitu ambavyo atakumbukwa ni pamoja na kufanya miradi mikubwa kama hii. Ni miradi ambayo imedesainiwa ama imesanifiwa katika hali ambayo tutakwenda kwa awamu. Yaani ina uwezo wa kuja kuwa uwanja mkubwa kuliko uwanja mwingine wowote. Katika ziara hiyo, Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar ameambatana na naibu waziri wake Mhandisi Mshamu Ali Munde pamoja na watendaji pamoja na wataalamu kutoka Wizara ya Fedha na Wizara ya Ujenzi. Zaidi ya wajasiriamali 2,500 waliojiunga vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu halmashauri ya Mlimba mkoani Morogoro wamepatiwa mikopo isiyo na riba yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 4.3 katika kipindi cha kuanzia Oktoba mwaka 2024. Taarifa zaidi na Omar Hussein. Bilioni 1.68 kama Samia. Taarifa ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Jamal Abdul inaonyesha kiasi hicho cha fedha zaidi ya shilingi bilioni 4.3 zimetolewa baada ya kufunguliwa kwa dirisha la utoaji wa mikopo. Idadi kubwa ya wanufaika ni wanawake. Akiwasilisha ripoti kwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka huu 2026 wakati wa muendelezo wa zoezi hilo la kutoa mikopo, afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri hiyo amesema awamu hii kiasi cha shilingi bilioni 1.6 kimetolewa. Milioni 398,950,000 zimetumika kununua vyombo vya kusafirishia abiria maarufu kama bodaboda ambazo ziko 114, guta 2, bajaji 1 ya kubebea abiria, pawatila 1 na mashine ya kupigia mpunga. Wanufaika wa mikopo hiyo isiyo na riba ni wanachama waliojiunga kwenye vikundi na kusajiliwa. Hapa wanaeleza manufaa yake. Kikundi kimefanikisha kuotesha miche ipatayo 72,000 kwa gharama ya shilingi milioni 18. Tulipata fedha mkopo shilingi milioni 15 na fedha ya kikundi milioni 3. Tuendelee kushauri vikundi vingine ili viweze kutumia nishati bora, kuachana na nishati isiyokuwa rafiki kutokana na kuharibu misitu yetu. Tayari Mwenge wa Uhuru mwaka huu 2026 umefika halmashauri ya Mlimba kukagua utekelezaji wa shughuli mbalimbali. Viongozi tuingilie kati, hii miche iweze kupandwa. Kwa tukiacha vile miche itaharibika. Ikiwezekana ni kuombe mkurugenzi, wasaidieni hawa vijana. Aidha tuwatafutie masoko ile miche ipate pa kukaa. Mpango wa viongozi wa halmashauri ni kuendelea na usimamizi kutekeleza mipango mbalimbali ya maendeleo. Mwenge wa Uhuru unasaidia kuibua changamoto mbalimbali na kutatua.
na sehemu zote ambazo zimeshindikana Mwenge inatatua. Katika halmashauri ya Mlimba, jumla ya miradi 7 imepitiwa na Mwenge wa Uhuru ulioambatana na jumbe mbalimbali, ikiwemo kuhimiza matumizi ya nishati safi, lakini pia utekelezaji wa takwa la kisheria kuhamasisha vijana, wanawake na wenye ulemavu kujisajili kwenye vikundi. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Huseni wa Star TV. Mratibu usalama wa mazingira na jamii katika mradi wa Bigzi unaotekeleza ujenzi wa miundombinu ya barabara visiwani Zanzibar, Daktari Deus Kibasa amekanusha taarifa za mitandaoni kwa mradi huo umeharibu historia ya bonde la ndege kwa kuamua kulifukia eneo hilo. Taarifa zaidi na Abdalla Pandu. Akizungumza wakati wa utekelezaji wa mradi huo katika eneo la bonde hilo mjini Unguja, Dr. Kibasa anasema bonde hilo lipo salama na hawajaharibu, maana wameamua kuweka kifusi kwa muda katika eneo hilo la kuhifadhia makontena. Kifusi hiki kinawekwa pembeni ya eneo ambalo lilishafukiwa huko nyuma wakati wa upanuzi wa bandari. Kwa hiyo eneo hili lilikuwa wazi kama mnavyoona, liko pembeni kabisa ya makontena. Lakini pia mamlaka nyinginezo za ndani ya nchi kama Baraza la Usimamizi wa Mazingira hapa Zanzibar ZEMA pia wana dokumenti hizi au miongozo hii ambayo iliandaliwa kwa mujibu wa taratibu za nchi na taratibu za kimataifa, na tunashirikiana nao kila siku kuhakikisha kwamba eneo letu la urithi la Mji Mkongwe na maeneo yake ya jirani hayapati athari zozote, lakini pia wananchi kwa ujumla. Dr. Kibasa anafafanua mpango wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kubadilisha mandhari ya Zanzibar katika mradi huo unaoendelea hivi sasa wa miundombinu ya ujenzi wa barabara hizo kitaalamu, kuzingatia eneo la mradi huo limehusishwa na eneo la bahari. Haitakuwa kama ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo itatanuliwa zaidi na itakuwa na maeneo ya kuenda kwa miguu, itakuwa na maeneo ya waendesha kwa baskeli. Kwa hiyo kuna upande kidogo wa bahari utatakiwa kujazwa ili kufikia ile level ya barabara itakayohitajika. Kwa hiyo material hizi zinahifadhiwa hapa kwa muda mfupi, na baada ya hapa material hizi zitatolewa na zitatumika tena kwenye maeneo mengine ya barabara, hasa wakati wa upanuzi wa barabara hii ili kupata ile. Mbali na hilo, anatoa shaka wananchi, hasa wale watakaotaka ufafanuzi juu ya ujenzi huo. Nilitaka kueleza kwamba kwa mtu yoyote ambaye atakuwa na malalamiko kama ambavyo tumesema hapo mwanzoni, sisi kama wasimamizi wa mradi, lakini pia viongozi wetu tumetengeneza kamati kutoka kwenye ngazi ya shehia, ngazi ya mradi, lakini pia kule wizarani wanaweza wakafika wakaleta malalamiko yao. Lakini pia kwa yoyote ambaye anahitaji taarifa, naomba awasiliane na wizara, awasiliane na ofisi ya mradi, na sio kuja na kuanza kupiga picha na kusambaza taarifa za uongo kama taarifa hizi ambazo zimetupata. Kwa hiyo tunataka tuhakikishie wananchi wote kwamba eneo la bwawa la ndege kama linavyoonekana hapo nyuma liko. Katika kipindi cha miezi 6 ijayo, barabara inayoanzia Mnazi Mmoja hadi Malindi na ile ya Malawi inayoanzia Malindi hadi katika Benki Kuu BOT Zanzibar inatarajiwa kukamilika na kufanya eneo la mji wa Zanzibar na muonekano wa kuvutia katika haiba ya Zanzibar. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Baadhi ya wahitimu wa ualimu wameishauri Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kufanya maandalizi ya kutosha ili kuwezesha utekelezaji mafunzo kupitia mtaala mpya ili uweze kupata matokeo chanya zaidi. Taarifa zaidi na Mariam Emi kutoka mkoani Kagera. Walimu hao wameyasema hayo katika mahafali ya chuo cha DC Brilliant Teachers College kilichopo katika kata ya Nyakato, halmashauri ya wilaya ya Bukoba, mkoani Kagera, ambapo wameishauri serikali kuanza maandalizi ya mtaala mpya ikiwa ni pamoja na ununuzi wa vifaa vya mafunzo ya amali. Pia kama matumizi ya kompyuta, kweli tuone hatuna vifaa vya kutosha. Tunajikuta mtaala upo, mada ipo, lakini namna ya kumwezesha mtoto afungue kompyuta, sijui ajifunze kwa undani, hatuwezi. Kwa tunatoa wito kwa serikali yetu ijitahidi kupeleka vifaa vya tehama kwenye shule zetu, hasa hizi shule za serikali. Mkurugenzi wa huduma za jamii wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Lulu Niwagila, amesema serikali imejiandaa vyema ili kuhakikisha mitaala mipya inakuwa na tija. Tunafanya mahusiano na private sector ambayo ina mashule ya sekondari.
tunafanya mahusiano na sisi wenyewe shule za serikali, ambako wanaweza wakachakata huko kukawa na mkondo wa amali na huo mkondo wa jumla ndani ya shule ambazo zipo. Lakini pia tuna watu wa VETA ambao tayari wameshaanza kutengeneza umahiri wa walimu ambao watatusaidia. Lakini tuna vyuo vya kati, tuna vyuo vikuu, vyote vimejenga ushirika wa pamoja wa kuhakikisha hii ndoto kubwa ya serikali ambayo inahusiana na masuala ya elimu ya jumla na masuala ya elimu ya amali inatimia. Upande wake, meneja wa chuo cha DC Brilliant Teachers Jackson Kailangana amesema chuo hicho kimejipanga kuandaa walimu watakaotoa mafunzo bora katika mitaala hiyo. Chuo chetu tunashirikiana na taasisi mbalimbali kwa kuhakikisha kwamba walimu wanajiendeleza, na wakijiendeleza walimu inasaidia kuendeleza jamii, kwa sababu walimu wa shule ya msingi ndio wako kwenye jamii. Kwa hiyo wanasaidia kuwaelimisha na kutoa elimu kwa wazazi, walezi na vijana rika kwa ajili ya kujiendeleza. Wakishamaliza kupata elimu yao iweze kuwasaidia kujiajiri. Chuo cha DC Brilliant Teachers kilianzishwa mwaka 2020 kikiwa na malengo ya kuwaendeleza kitaaluma watumishi kutoka sekta binafsi na za umma katika kada za elimu na ufundi. Mariam Emery, Star TV, Kagera. Uongozi wa kata ya Mugusu manispaa ya Geita utaanza kusimamia utekelezaji miradi ya huduma za kijamii thamani ya shilingi bilioni 5 ukiwemo ujenzi wa chuo cha madini ili kutengeneza fursa za ajira kwa vijana kupitia taaluma ya madini. Tupate taarifa zaidi. Akihitimisha kupokea maazimio hayo kupitia mikutano ya hadhara katika mitaa ya Manga na Mugusu, mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ambaye pia ni diwani wa kata ya Mugusu Yohana Buhabi amesema maazimio yao yalibarikiwa na vikao cha kamati ya maendeleo kilichofanyika tarehe 12 mwezi wa 5 2026, na kilichobakia sasa ni maazimio hayo kuyawasilisha kwa mamlaka husika. Sambamba na hilo tukasema Mugusu ina muda mrefu sasa. Tangu 82 watu wanachimba, ile elimu ya uchimbaji hawana. Tukakubaliana kwa pamoja kwamba tutaanzisha chuo cha madini hapo Manga. Kwa hiyo chuo cha madini cha kati tunatarajia baada ya mkutano huu mtaidhinisha kwamba tuende tukajenge chuo cha madini ili watoto wetu wapate elimu ya madini kwenye chuo cha madini hapo Mugusu Manga. Awali, afisa mtendaji wa kata ya Mugusu Daniel Astonas akimkaribisha diwani Yohana Buhabi kuzungumza na wakazi wa kata ya Mugusu kwa nyakati tofauti katika mikutano ya hadhara, amebainisha maeneo yatakayoguswa. Ujenzi wa shule ya sekondari Manga yenye hadhi ya ghorofa, ambayo shule hiyo itakuwa ni ya hosteli, mabweni ya wasichana na wavulana, itajengwa katika mtaa wa Manga. Kipaumbele kingine ilikuwa ni kujenga kituo au zahanati yenye hadhi ya kituo cha afya ambayo itajengwa Manga. Ni upanuzi wa shule ya msingi Manga, kwamba ile shule ya msingi inatakiwa ipanuliwe kwa sababu kulikuwa na ongezeko kubwa katika mtaa wa Manga. Mbali na wananchi kuunga mkono maazimio hayo ya kujengwa kwa miradi ukiwemo wa chuo cha kati cha madini, pia wamependekeza kujengwa kwa shule za sekondari, shule za msingi na zahanati na viwanja vya mpira ili kuziba uhitaji wa wazazi na wanafunzi waliohamishwa kutoka mtaa wa Nyakabari ili kupisha shughuli za mgodi wa dhahabu wa Geita GGML, ambapo shule na zahanati walizokuwa wakitumia pia zitavunjwa. Sisi tuna sekondari yetu hapa Mugusu. Kwa nini yetu sitengeneze kuwa O level? Darasa 12 sasa hivi sasa darasa la 7. Mtoto anatoka pale anaanza form 6 yake, akiingia kwenye ufundi anaonekana kweli. Wanafunzi wetu wa Manga watakuwa wanasomea Nyakabari kuanzia form 1 mpaka form 4, au kuna madarasa baadhi yatafanya kazi. Kwa sababu tunaamini kwamba hapa Manga kuna wanafunzi wanasomea Nyakabari sekondari. Tunataka tujue kikomo. Sasa hivi shule zimefungwa. Hatujajua. Mara jiji wanatuambia kwamba kishatoa malipo wanatabia safari za kubomoa. Fedha zitakazotumika kutekeleza ujenzi wa miradi hiyo zitatokana na fedha zaidi ya shilingi bilioni 5 zitakazolipwa na mgodi wa GGML kufidia miundombinu na majengo yatakayovunjwa ili kupisha shughuli za mgodi katika mtaa wa Nyakabare, kata ya Mugusu. Kutoka mkoani Geita, Renatus Masubuliko, Star TV. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa
ameagiza kukamilishwa kwa kazi zilizosalia kwenye mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege wa Shinyanga ili uwanja huo uanze kutumika kwa ndege za abiria mwezi Septemba mwaka huu. Tupate taarifa zaidi. Waziri Mbarawa ametoa agizo hilo baada ya kufanya majaribio ya kuruka na kutua ndege kwenye uwanja huo wa ndege wa Shinyanga, ambapo umekuwa ukisubiriwa na wakazi wa mkoa huo kupata huduma za usafiri wa anga. TANROADS, hakikisheni mnafanya kazi usiku na mchana ili tarehe 1 Septemba uwanja huu uwe umekamilika. Tarehe 1 Septemba tunataka kuleta ndege ya abiria hapa. Uwanja wa ndege huu mimi naufahamu sana. Umeanza kutekelezwa wakati nikiwa waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Viwanja vya ndege vya Tabora, kiwanja cha ndege cha Sumbawanga na Kigoma pamoja na uwanja wa ndege huu ulikuwa kwenye mpango mmoja. Leo hii ninavyozungumza, jengo la abiria la Tabora limekamilika kwa 100%. Jengo la abiria na uwanja wa ndege wa Sumbawanga umekamilika kwa 100%. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mhita amesema kwa miaka mingi wakazi wa mkoa wa Shinyanga wamekuwa wakisubiri kupata usafiri wa anga uliosimama kwa miaka mingi, na kwamba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fedha kwa ajili ya kukamilisha viwanja vya ndege vilivyokuwa vimekwama. Lakini yote haya yasingewezekana kama sio rais wetu kipenzi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri, nasema haya kwa sababu kama ujiapo mradi huu ulikwama kipindi cha hapo nyuma, na isingekuwa interventions za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutoa maelekezo na baadhi ya mambo kwenda kurekebishwa, ninaamini hata leo tusingeweza kukutana hapa kushuhudia haya tunayoshuhudia. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru sana kiongozi wetu mkuu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Shinyanga wamesema kukamilika kwa kazi ya upanuzi wa kiwanja hicho utafungua fursa za kiuchumi kwenye mkoa huo wenye shughuli za kiuchumi ikiwemo kilimo, madini na ufugaji. Nazipata ni pindi tunapopata wagonjwa wanaotakiwa kutibiwa kwa haraka ili kuokoa maisha yao, wanapoteza maisha. Changamoto ni kubwa sana. Yaani tulikuwa tunapata changamoto kwamba hata wale abiria wa kigeni tulikuwa tuwezi kupata kuwaleta huko. Rahisi. Watu ambao wanaenda kutibiwa, watu ambao wana changamoto mbalimbali, sio lazima sasa waanze kwenda kupanda tena ndege Mwanza. Mtu unakuta amepewa referral ya kwenda Muhimbili maybe, inalazimika aende Mwanza, inakuwa ni kazi sana. Uongozi mkoani Mwanza umesema unathamini mchango wa vijana kwenye sekta ya usafirishaji katika kuzalisha ajira na vile vile kuliwezesha taifa kupiga hatua ya kimaendeleo. Taarifa ya Elisha Ndalo inasomwa studio. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda akiwa wilayani Sengerema mkoani Mwanza katika hafla ya kukabidhi vyeti na leseni kwa vijana waendesha pikipiki waliomaliza masomo ya udereva, amesema sekta hiyo imekuwa na hivyo wajibu wa serikali ni kutengeneza mazingira wezeshi kwa vijana. Endapo wote watu 50,712 wasingejiajiri kupitia pikipiki, pengine leo tungekuwa na watu ambao kundi hili kubwa wako mitaani na hususani wengi ni vijana. Pengine leo tungeona wengine wamejigeuza kuwa panyarodi, wengine wangekuwa vibaka, wengine wangekuwa walevi kupitukia, watumiaji wa madawa ya kulevya, lakini kwa sababu wameamua kujiajiri, wajibu wa serikali ni kujenga mazingira mazuri wezeshi ili waweze kujiajiri bila bugudha. Mrakibu mwandamizi wa polisi kikosi cha usalama barabarani Ibrahim Sande amesema kutokana na elimu ambayo inapatiwa kundi la vijana waendesha pikipiki, mabadiliko chanya yanaonekana, huku baadhi ya viongozi wakiwaasa vijana hao kujithamini. Hili kundi ilikuwa ni shida sana kuwa na uelewa, lakini sasa hivi naweza nikatumia ule mfano wa kusema mifumo inasomana. Kama sehemu muhimu sana ya jamii, mna mchango mkubwa wa jamii katika jamii, lakini pia mnalea familia zenu na kutii sheria ikiwemo na kuendelea kuwa na leseni ambazo zikiwa hai. Viongozi wa shirikisho la waendesha pikipiki ombi lao kwa serikali watambuliwe na mifumo ya kifedha, mifuko ya jamii na mikopo ya halmashauri. Kwa hawa madereva bodaboda na bajaji, na wao waweze kupata hizi bima za afya. Tumeiomba hiyo shilingi milioni 500
tuweze kuwawezesha waendesha pikipiki ndani ya mkoa wa Mwanza na kuwa sehemu ya kuchangia pato la mkoa na taifa kwa ujumla kupitia TRA na mamlaka ya LATRA. Zaidi ya waendesha pikipiki 2000 wamehitimu mafunzo ya udereva na kupatiwa leseni, ambapo serikali imewahamasisha kujiunga na bima ya afya na kuweka akiba katika mifuko ya hifadhi ya jamii ili wasaidie uzeeni. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF umetoa vifaa vya kujikinga na hatari ya vumbi chini ya ardhi kwa wachimbaji wadogo wa madini ya Tanzanite wilayani Simanjiro mkoani Manyara. Hatua hiyo ni mkakati maalum wa mfuko huo katika kuimarisha afya na usalama kwa wachimbaji hao. Taarifa zaidi na Theodora Mrema. Akikabidhi msaada huo kwa wachimbaji wadogo na wamiliki wa migodi ulioenda sambamba na utoaji wa mafunzo ya usalama na afya mahala pa kazi, meneja wa tathmini ya vihatarishi maeneo ya kazi wa WCF Bi Nanjela Msangi anasema mpango huo ni sehemu ya juhudi ya mfuko kulinda wafanyakazi na kupunguza athari za magonjwa yanayotokana na mazingira hatarishi mahala pa kazi. WCF pia tuna jukumu kubwa hasa la kutoa elimu kwa wadau kwa kutafuta pamoja njia bora za kujilinda na kuepuka na hivi hatarishi vinavyoleta hayo madhara. Ndio kama tuko leo hapa. Tusimame kwa pamoja, hapa tatizo ni nini? Shida ni nini? Suluhisho ni nini? Tunawezaje kusaidiana? Kwa sababu kwanza tukifika kwamba hii nguvu kazi ilindweje, tunaweza kusaidiana na waajiri na wadau wengine katika kusaidiana kuving'amua vihatarishi na kuchukua hatua stahiki. Kwa upande wao wachimbaji wadogo na wamiliki wa migodi walionufaika na msaada huo wakaeleza namna watakavyofanya kazi zao kwa umakini. Madhara mengi kutokana na ufahamu wetu mdogo katika kuweza kujilinda na madhara hayo. Sasa na nyie mkituongezea hili na namna ya kujikinga na namna ambayo mnaweza kuanania watu wanaopata madhara, malipo hayo siku ya siku inaweza kwenda kuisha moja kwa moja. Wakieleza umuhimu wa mfuko huo, makamu mwenyekiti wa chama cha wanawake wachimbaji Tanzania Bi Recho Njau pamoja na katibu mkuu wa chama cha wachimbaji wadogo mkoa wa Arusha Tariq James wakaeleza namna vifaa hivyo vitakavyosaidia kujenga utamaduni wa kujilinda na kupunguza gharama za matibabu. 99% maji yanaondoa silicosis. Wewe mtoto wako akafi, wewe jirani yako umemleta akafi. Mimi niombe tusizame bila maji. Hakuna maji, funga meneja alafu sema umefukuzwa. Lakini hii itakuwa ni mwarobaini wa tatizo la moja kwa moja kwa wachimbaji wetu. Mimi naombeni sana sana, mje tena, tuandae kikao kingine, mje tena, tuwaite wote, hao ni wachache. Hatua ya utoaji wa vifaa hivyo inalenga kupunguza maambukizi ya magonjwa ya mfumo wa upumuaji yakiwemo kifua kikuu, ambayo yamekuwa yakiathiri afya na ustawi wa jamii kwa wachimbaji hususan vijana ambao wamekuwa wakitegemea shughuli za uchimbaji kujipatia kipato. Nikiripoti kutoka Mererani mkoani Manyara, mimi ni Theodora Mrema wa Star TV. Taarifa hiyo ya Theodora Mrema inatupa nafasi ya kupumzika kidogo. Tutakaporejea itakuwa ni wasaa jicho letu mkoani. Endelea kuwa nami. Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E+. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me, kila siku saa 4:30 usiku.
huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa raha. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Na mtazamaji, na sasa tuangalie kwa upande wa habari za biashara. Tuweze kuangalia kuna yapi ambayo kwa siku ya leo tumekuandalia.
Na mtazamaji, tuanze na taarifa ifuatayo ambapo ni katika eneo hili ambapo Mamlaka ya Afya ya Mimea Tanzania TPHPA pamoja na ile ya Afrika ya Kusini na POZA wamekubaliana kimsingi kufunguliwa rasmi kwa soko la ndizi mbichi kutoka Tanzania na kuuzwa nchini Afrika Kusini. Angelo Mwaleka ana undani wa taarifa hii. Katika mkutano na wanahabari, mkurugenzi wa Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania Profesa Joseph Ndunguru amesema majadiliano ya kitaalamu kuhusu matakwa ya afya ya mimea yamefanikisha makubaliano hayo, hatua inayofungua fursa mpya kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa zao la ndizi na kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika biashara ya kimataifa. Mamlaka kwa sasa ipo katika hatua ya kuandaa sasa utaratibu wa kuwafahamisha wadau kuhusu masharti, vigezo na taratibu zinazopaswa kufuatwa ili kunufaika na fursa hiyo ya soko. Utaratibu huo utahusisha utoaji wa miongozo pamoja na masharti mengine ya usafirishaji yanayotakiwa na soko la Afrika Kusini. Lakini je, ni aina gani ya ndizi zinazotakiwa katika soko la Afrika Kusini? Huyu hapa mkurugenzi idara ya afya ya mimea TPHPA Dr. Beni Ngowi. Ndizi kwanza zilizoruhusiwa kwenda Afrika Kusini ni ndizi kwa maana green beans. Sio mbegu za ndizi, sio mashina ya ndizi, sio machipukizi ya ndizi, sio sehemu nyingine yoyote ya ndizi au mgomba. Sio ndizi iliyoiva. Na commitment ya Tanzania tuliyoiweka kwenye kuhakikisha ndizi za Tanzania zitakazoenda ni nchi ya Afrika Kusini hazitakuwa na wadudu waharibifu na magonjwa 51 ambao walitutaka tuthibitishe kitaalamu. Na katika hatua nyingine, TPHPA imethibitisha kuwa vita inayoendelea Mashariki ya Kati haijaathiri moja kwa moja uagizaji wa viuatilifu vinavyotoka nje, ingawa hata hivyo imeongeza gharama za usafirishaji wa bidhaa za kilimo. Tuna stock ya viuatilifu vya kutosha kwa ajili ya kukabiliana na changamoto mbalimbali ya wakulima. Lakini pia sio nchi zote ambamo tunakonunua viuatilifu zipo kwenye vita. Lakini bidhaa zetu nyingi zinazokwenda ni soko la Ulaya, kama mparachichi kwa mfano, zilikuwa zinakwenda kupitia bahari ya Sham. Zamani kabla ya vita tulikuwa tunatumia ni takriban siku 9, 10 hadi 11 kwa meli imebeba shehena. Kwa hiyo zinazunguka ukanda wa kusini hadi Afrika Kusini, rasi ya Tumaini Jema, zinapanda Atlantic hadi Ulaya ambako zinatumia takriban siku 42. Aidha, TPHPA imefanikiwa kusajili makampuni 15 yanayojihusisha na uzalishaji, ufungashaji na usafirishaji wa parachichi kwa ajili ya kuuza katika soko la Afrika Kusini baada ya kukidhi matakwa yote ya afya ya mimea na viwango vya biashara ya nchi hiyo. Angelo Mwaleka, Star TV. Bodi ya Nyama Tanzania imesema itaendelea kushirikiana na wadau wa mabucha nchini katika kuzalisha bidhaa bora za nyama ambazo zinakidhi soko la ndani na nje ya nchi. Taarifa zaidi na Grace Mbise. Ni mafunzo ya kuwajengea uwezo wa wafanyabiashara katika tasnia ya nyama kanda ya Ziwa, ambapo serikali imewataka wadau hao kuhakikisha nyama wanazopeleka sokoni zimehakikiwa na kukidhi ubora na usalama kwa walaji. Tasnia ya nyama kuhakikisha kwamba tunakuwa na bidhaa zilizo bora, yaani kila mtu kwenye eneo lake analofanyia kazi anahakikisha kwamba tunakidhi matakwa ya sheria na kutoa huduma zilizo bora. Afisa mfawidhi bodi ya nyama kanda ya Ziwa Nemes Mukalaza amesema mafunzo hayo ni muhimu kwa wadau kuhakikisha wanafuata taratibu na sheria, huku afisa mifugo kutoka jiji la Mwanza Gabriel Nkinda akisema ukaguzi wa mnyama kabla ya kuchinjwa unazingatiwa. Kwa hiyo wadau ambao kwenye minyororo ya thamani, mathalan hao ambao ni wauzaji wa nyama, tunawataka kwamba wafuate taratibu, wafuate miongozo ambayo tunaitoa kwa ikiwemo ya kuchinjia mifugo yao kwenye maeneo ambayo ni rasmi, kuhakikisha kwamba wanazalisha nyama ambayo ni bora na salama. Anafanya ukaguzi kama masaa kuanzia 8 na kuendelea kabla ya kuchinjwa. Baada ya hapo tutamkagua antemortem ya kwanza kabla ya kuchinjwa, na baada ya kuchinjwa atafanywa postmortem, ndipo kama tafaa kwenda kuliwa basi ataruhusiwa. Baadhi ya wadau walioshiriki katika mafunzo hayo wameeleza manufaa na wameiomba serikali kuweka mazingira rafiki kwa wafanyabiashara wa nyama ili kuhakikisha wanyama wanaoenda kuchinjwa wanakidhi kiwango. Kwa matajiri yetu wazidi kuzungumza na serikali pia waeleweshe zaidi ili
watupe mwongozo mzuri wa kupata mnyama mzuri, hata tunapokuwa tunaletewa mnyama ambaye yuko vizuri na sisi tunauza kwa uhali. Na ombi langu kwa serikali isimamie tupate wanyama ambao ni safi na salama kwa matumizi ya afya ya wanadamu. Ndio pia ni changamoto kutoa bidhaa kutoka mnadani kuileta machinjioni pale, gharama imepanda. Ndio maana unakuta kunakuwa na utofauti wa bei. Mwingine ana bei, mwingine ana bei, ni pamoja na usafirishaji wa bidhaa ile kutoka mnadani kuleta machinjioni. Katika mafunzo hayo, wadau wameeleza namna ambavyo wanazingatia ukataji wa nyama kwa kutumia vifaa maalum, huku akieleza utunzaji wa bucha kuzingatia usalama kwa afya ya mlaji pamoja na kufuata sheria na kanuni bora za kuhifadhi nyama. Mtazamaji, mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za michezo na burudani. Endelea kuwa nami. Kombe la Dunia 2026. Mechi 104, nchi 48 ndani ya siku 39. Ni kuanzia tarehe 11 Juni mpaka tarehe 19 Julai. Tena kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Ndani ya kifurushi cha bomba kwa 27,500 tu. Cha kufanya, piga nyota 150 nyota 53 alama ya reli ili kulipia kifurushi chako mapema, usihadithiwe. Safari hii kila kitu kitasubiri. Uhondo huu ni ndani ya DSTV. Tuanze na soka ambapo kocha mkuu wa klabu ya Simba Steve Barker amesema ametumia vizuri kalenda ya FIFA kwa kukiandaa vizuri kikosi chake kimbinu na kiushindani katika kuelekea michezo ya mwisho ya ligi kuu Tanzania bara iliyobakia ili waweze kutwaa ubingwa wa ligi hiyo iliyobakia mizunguko mitano. Taarifa na Bwana Shomari. Wekundu hao wa Msimbazi Jumapili hii watakaribisha timu ya Pamba Jiji kwenye uwanja KMC Complex jijini Dar es Salaam katika kusaka alama 3. Beka amesema timu yake ina morali kubwa ya ushindi katika mchezo huo. So we used the break the first week to just allow the players to get good recovery, reset, re-energize and refocus. Then last week was basically just getting the players back up to the level that we had ended in training, and then this week leading up to the match we've used as preparation for the game tomorrow. So players are looking refreshed, they're hungry, their desires of a high level. We obviously have 5 very big important league games. It's important that we take each game at a time, starting tomorrow against an opposition that is difficult, well coached. Kwa upande wake kocha mkuu wa timu ya Pamba Jiji Francis Baraza amesema mchezo huo utakuwa mgumu kutokana na ubora wa wapinzani wao. Tumekuja hapa tukijua tunacheza timu gani. Anajua Simba ni timu ukiangalia katika ligi ile front line yao attacking na midfield wako vizuri. So ni vijana wangu kuweza kutekeleza yale ambayo tumeyafanya katika mazoezi na kuweza kujipanga, maana kuangalia kuwa tunakuja kupigana, tunakuja kusema kuwa tunakuja kuacha. Tunakuja kupigana. Tumekuwa na rekodi mbaya kwa michezo 2-3 ya nyuma. Nasema kuwa tumefanyia kazi sisi kama benchi la ufundi. Tumejaribu kukaa vikao vingi na wachezaji, tumekaa tumeongea, tumeweza kuona kuwa wapi tumekwenda wrong na wapi wamekwenda wrong, na nafikiri vikao vimekuwa positive, na ukiangalia vijana pia wameonyesha kuwa yale yote yamefanyika nyuma hapo, watu waje kwa uwanja waweze kuona kuwa timu imebadilika. Wawakilishi wa wachezaji wenzi wao wa timu ya Simba na Pamba Jiji wamesema katika mchezo huu watacheza kwa kufuata mbinu za makocha wao. Kama mbinu zetu zitakaa sawa, lolote inaweza kitokea. Kwa sababu mechi hauwezi ukasema leo kwamba kesho mechi itakuwa hivi. Mpira una matokeo matatu. Kwa hiyo lolote litakaloamua kwa dakika 90, Mungu ndo anayejua. Kwa upande wetu sisi kama wachezaji tulichozungumza ni kupambana kwa ajili ya ushindi wa mechi ya kesho, kwa sababu Pamba ni timu nzuri
na sisi tunaamini sisi ni bora zaidi kuliko Pamba. Kwa hiyo tuna hakika tutafanya kilicho bora na kilicho kizuri kwa ajili ya kupata pointi 3 muhimu. Pamba Jiji imeshakutana na klabu ya Simba mara 3 kwenye ligi kuu ya NBC tangu wapande daraja msimu wa 2024-25. Katika michezo hiyo Pamba imeambulia sare moja ya mabao 1-1 waliopata katika mchezo wa mzunguko wa kwanza msimu kwenye uwanja CCM Kirumba jijini Mwanza, huku ikipoteza michezo yote miwili. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Kituo kipya cha mafunzo ya mpira wa miguu kinachotarajiwa kuzinduliwa rasmi hivi karibuni kimeanza kuwa mwanga wa matumaini kwa watoto na vijana wenye vipaji vya soka katika kutimiza ndoto zao na kwa msaada kwenye vilabu vya soka na timu za taifa. Taarifa kamili na Salma Mrisho. Kila kipaji huhitajika kutambuliwa, kuaminiwa na kupewa nafasi ya kukua. Hapa katika uwanja huu wa mazoezi, vijana hawa wamekusanyika kwa lengo moja tu, kujifunza na kuboresha uwezo wao katika mchezo wa mpira wa miguu, wakiandaliwa na Twist Elite Football Academy. Hapa vijana wanapatiwa mafunzo ya msingi ya soka, nidhamu na ushirikiano, mambo ambayo waasisi wake wanaamini ni muhimu katika safari ya kufikia mafanikio ndani na nje ya uwanja. Kwa sisi tumekuja na idea hiyo ya kuweza kusaidia watoto kupata mafunzo rasmi ya kucheza mpira wa miguu. Tunaamini kwamba mtoto akipata msingi mzuri wa mafunzo, basi anaweza aka excel kwenye career yake ya mpira wa miguu. Mbali na kufundisha soka, akademi hii inalenga kuwajengea vijana kuwa ni raia wema, huku ikiwapa fursa kutumia muda wao katika shughuli zenye manufaa kwa maendeleo yao. Hivyo wazazi wametakiwa kuwapa nafasi watoto kuendeleza vipaji vyao, kwani kipaji ni ajira. Mimi napenda mpira. Najua kwenye chuo hichi nitatimiza ndoto yangu. Napenda kuwa mchezaji mkubwa kama Chama. Na naomba wazazi wengi mje kwa wingi, mje na watoto, sio wa kike tu, hata wa kiume, na pia mwape chance ya kuonesha kipaji chao, wakuze, waendeleze na waweze kwenda hata on board nje ya nchi na maanisha. Wazazi wanaamini uwekezaji katika vipaji vya watoto ni njia mojawapo ya kuwajengea mustakabali mzuri, huku akiiomba jamii kuendelea kuunga mkono jitihada za kuibua na kukuza vipaji vya vijana kwenye masomo. Kwanza ni sehemu mojawapo ya sababu ina activate akili. Mtoto anaposhiriki kwenye michezo pia inasaidia hata kwenye masomo yake, yani vile vile hata athirika kimasomo. Na kituo hiki kinatarajiwa kuzinduliwa rasmi Juni 20. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Uongozi wa timu ya netiboli ya watumishi wa halmashauri ya Chato mkoani Geita umesema unahitaji makocha wenye uwezo mkubwa ambao ataifundisha na kufikisha katika mafanikio makubwa timu hiyo katika michuano mbalimbali. Tupate taarifa zaidi. Ni katika mchezo wa kirafiki ukichezwa katika uwanja wa shule ya sekondari Chato mkoani Geita baina ya timu ya netball ya watumishi wa halmashauri hiyo na timu ya netball ya Mwanza Veterans. Nahodha wa timu ya netball ya watumishi wa halmashauri ya Chato Minata Miraji amesema wapo wachezaji wazuri na wenye vipaji, hivyo kama watapata makocha wana uhakika wataleta ushindani kwa timu mbalimbali. Tumepata funzo katika michezo yao, wenzetu kidogo wamesha improve, wameshapiga hatua. Na sisi na hisi ndo tunaelekea huko kwenye kupiga hatua. Tulikuwa tunaomba tu na uongozi wa mkurugenzi tuweze kupata makocha, tuweze kupata wanasheria kuweza kutufundisha mchezo, maana sasa hivi mchezo umeshaenda unabadilika. Kocha wa timu ya watumishi wa halmashauri ya Chato Timos Focus amesema ujio wa timu ya netball ya Mwanza Veterans umewapa funzo na umewaimarisha, huku kaimu kocha wa Mwanza Veterans Ndigwango Edson akisema ziara yao imewakutanisha na wachezaji wenye vipaji. Tumecheza mchezo mzuri, japo kwa upande wetu hakuwa vizuri, hatujapata matokeo mazuri. Niwapongeze wapinzani, wamecheza vizuri, wameonyesha ushindani, wamepata matokeo. Tunamshukuru Mungu kwa kuchukua salama na kuanza mchezo wetu salama, na tunaendelea kupambana. Nahodha wa timu ya netball ya Mwanza Veterans Kendi Nzo Mkunda amesema kupitia ziara yao ya kimichezo imeendelea kuwajenga zaidi licha ya kuwa na wachezaji wa zamani, lakini wameonyesha uwezo mkubwa. Sisi kama wachezaji wa zamani bado tuna ile moyo ya kucheza mpira, lakini pia naomba niwashauri wachezaji wa dedi, kwa sababu sasa hivi netball ina uongozi mpya. Nadhani wajitahidi kwa sababu kuna mashindano ya Taifa Cup mwaka huu.
kwa hiyo wanaweza kucheza. Kwa hiyo nimeona kuna vipaji, nimeona kuna watoto wadogo ambao wakiwaendeleza wanaweza kucheza mpira, na sasa hivi netball iko katika viwango vya juu. Ziara hiyo ambayo ilikuwa ya kimichezo na utalii wa ndani imehitimishwa kwa timu ya netball ya Mwanza Veterans kucheza mchezo mmoja na timu ya netball ya watumishi wa halmashauri ya Chato na kuibuka na ushindi wa mabao 47 kwa 14. Na mtazamaji, kuna michezo ambayo imechezwa ya ligi kuu, ambapo katika mchezo ambao hauna muda mrefu toka uishe ni kwamba Singida Black Stars imebuka na ushindi wa bao 2-1 dhidi ya JKT Tanzania. Goli la JKT Tanzania likifungwa na Valentino Mashaka dakika 81, magoli ya Singida Black Stars yakifungwa na Hoso Mwaku na Emmanuel Keyeke. Lakini pia katika mchezo mwingine ambao umechezwa leo, Dar es Salaam Young Africans watoto wa Jangwani wamebuka na ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Mashujaa. Mabao ya Yanga yakifungwa na Mudathiri ya haya dakika 28 na Bakari Mamnyeto dakika ya 90. Vile kuna mchezo mwingine leo, yanitafute hapa. Mchezo mwingine ambao umechezwa leo ni Mtibwa Sugar dhidi ya Mbeya City, na katika mchezo huo Mbeya City imebuka na ushindi wa bao 1-0 na goli hilo limefungwa na Adili Buha dakika ya 36 kwa penalty. Haya, sasa msimamo wa